Yes, ni moto unawaka kati ya mtu na aliyewahi kuwa bosi wake. Mbosso Khan anazidi kumsaliti Diamond Platnumz baada ya Harmonize. Sasa ni Alikiba, ndo maana Diamond anampenda sana Zuchu. Haya, najua pengine hujanielewa, lakini kuambia tu kwamba ambatana na mimi mpaka tamati katika kuelewa hili kwa undani kabisa, ili tufahamu kwamba nini haswa kinaendelea. Ni shauku ya muda mrefu sana ya mashabiki wa muziki wa Bongo Flava nchini Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Huenda ikatamatiwa sasa hivi karibuni kufuatia kuenea kwa picha na taarifa ambazo zinaonyesha mastaa wakubwa sana wawili, Mbosso Khan lakini pia bwana mkubwa Alikiba, wakiwa pamoja studio wakifanya kazi. Tukio hili ambalo limetokea linazua hisia za wengi sana kwenye mitandao ya kijamii, na linakuja baada ya miaka mingi sana ya mashabiki kutamani kuona wawili hao wakikutana kwenye wimbo wa pamoja kutokana na uwezo wao mkubwa sana wa kuandika na kuimba nyimbo za mahaba. Wachambuzi wa mambo wanakuambia kwamba kolabo hiyo inatarajiwa kuwa na nguvu sana ya kipekee kutoka na wawili hao kwa sababu ya mchanganyiko wa ladha mbili tofauti. Mbosso yeye anajulikana kwa sauti ya kutoa nyoka pangoni na mashairi yenye hisia kali, lakini kwa upande wa Kiba yeye bwana huyu ni King of Bongo Flava, anasifika sana kwa ufundi wa sauti, vocals na uzoefu wa miongo miwili kwenye game. Sasa ingawa bado hakuna tarehe rasmi ambayo ilitajwa kwamba wataachilia mradi huo, lakini mazingira ya studio yanaashiria kuwa wimbo huo upo kwenye hatua za mwisho kabisa za kupikwa, na inatarajiwa kuwa kazi hiyo itavunja record za usikilizwaji kwa maana streaming na kuleta mapinduzi makubwa sana katika historia ya ushirikiano wa wasanii wote wa lebo tofauti nchini. Hii sio collab tu mtazamaji, ni muunganiko wa falme mbili ambazo zinapendwa zaidi katika muziki wetu. Mashabiki wa Kemka wakula kwa ajili ya kitu kikubwa sana, kikieleza pia chanzo cha karibu cha wasanii hao kwamba itakuwa inatisha sana. So stay tuned. Right now macho na masikio ya wapenzi wa muziki yanaelekezwa kwa wasanii hao wawili, huku kila mmoja akisubiri kwa hamu sana kusikia ladha hiyo mpya itakayotikisa anga la muziki wa Afrika Mashariki. Lakini on other side pia kwa mashabiki wa WCB Wasafi wanadai kuwa huu ni usaliti mkubwa sana ambao unafanywa na wasanii wa Diamond Platnumz. Sio Alikiba tu kufanya nyimbo na Mbosso. Mbosso tayari amekwisha kufanya nyimbo na Harmonize. Sasa kwa nini hawa wasanii huwa wanafiki sana? Yaani unajua kwamba huyu ni adui wa aliyewahi kwa bosi wangu, alafu wewe ndo kwanza unafanya naye nyimbo. Sasa watu wanaita kwamba huu ni zaidi ya usaliti. That was pia Diamond aliwahi kusema kuwa anaamini sana katika kusapoti wasanii wa kike kuliko wa kiume, maana ni wanafiki wa kiume kuliko hata wanawake. Unampambania mtu alafu baadaye anakusnitch. Hizi ni kauli za mashabiki wa Diamond Platnumz ambazo tumezishuhudia mara tu baada ya Mbosso kufanya nyimbo ama kuonekana kuwa na dalili na kufanya bonge za collab na adui wa Diamond Platnumz. Hapa tunamzungumzia bwana mkubwa Alikiba. Kama ambavyo sote tunafahamu, wawili hawa ni mafahali wawili ambao hawakai zizi moja. Bana, nini maoni yako katika hili mtazamaji? Unadhani ni usnichi au kazi? Na je, itakuwa kolabo ya aina gani, Mbosso akiwa ndani na Alikiba ndani ya nyimbo moja? Endelea kuandika maoni yako kupitia kwenye comment section kwa review kwamba tutapita nayo kwa wakati mwingine. Hope unaweza kuenjoy hapa ambako tumefikia right now. Endelea kusubscribe, kushare, like, comment. Mimi ni Official Rose D, mpaka wakati mwingine. Mpaka sasa, bye bye.